Wakati mzozo wa kivita kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran ukiingia wiki ya pili, tunafahamishwa kwamba maghala ya mafuta mjini Tehran yameshambuliwa. Maofisa wa Lebanon wanasema watu 4 wameuawa katika shambulio la Israeli kwenye hoteli moja mjini Beirut, na Israeli inasema iliwashambulia makamanda wakuu wa kikosi cha Lebanon cha Wakurdi ambacho ni tawi la operesheni za nje ya nchi la IRGC. Mataifa ya Ghuba pia yamekuwa yakiripoti makombora na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani. Moto mkubwa umeteketeza mnara huko Kuwait, ambapo jeshi linasema limekuwa likikabiliana na wimbi la ndege zisizo na rubani za adui zilizovamia anga ya nchi hiyo. Baadhi ya vituo vya raia vimeharibika kutokana na vifusi na vipande vya silaha vilivyoanguka wakati wa operesheni ya kuzuia ndege za adui. Msemaji rasmi wa Wizara ya Ulinzi amenukuliwa akisema katika chapisho lake kwenye mtandao wa X lililoshirikishwa na jeshi la Kuwait. Jeshi la anga la nchi hiyo linaendelea kushambulia maeneo fulani angani ya maadui, msemaji huyo anasema, huku jeshi likiwahimiza raia na wakazi kufuata maagizo ya usalama. Wakati huo huo, Rais wa Marekani Donald Trump amemshutumu Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer kwa kutaka kujiunga tena na vita baada ya kuona ushindi kwa Marekani na Israeli. Trump amesema, na hapa ninamnukuu, "Sisi tayari tumeshinda," na kuongeza kuwa hatuhitaji wabebaji ndege wa Uingereza. Maoni hayo yanakuja wakati BBC likielezwa kugundua kuwa meli ya kivita ya kubeba ndege ya Uingereza HMS Prince of Wales imewekwa katika hali ya utayari wa hali ya juu. Huko Tehran, maghala ya mafuta yamelengwa kwa mashambulizi makali ya anga, huku wakazi wakiripoti milipuko kadhaa. Wakazi wanaamka wakikuta anga limekuwa jeusi kutokana na moshi mzito. Israeli imewaonya wakazi wa vitongoji vya kusini mwa Beirut waondoke katika maeneo hayo, huku ikilenga kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Shambulio la Israeli kwenye hoteli katikati ya Beirut limeua watu 4 kulingana na Wizara ya Afya ya Lebanon. Israeli imesema iliwalenga makamanda muhimu wa kikosi cha Lebanon Corps cha Quds Force, tawi la operesheni za nje la IRGC, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.